iliyopitia uzoefu wa chaguzi za 2019, uchaguzi wa 2020, uchaguzi wa 2024. Sasa tengenezeni compendiums, unganisheni hiyo sauti za watu wanavyosema, wanavyozungumza, ili serikali ione, na tuhabarishane. Lengo letu ni nini? Lengo letu tunatamani yafanyike mabadiliko katika mifumo ya uchaguzi, ili mwisho wa siku tuwe na chaguzi zinazoaminika, zilizo za haki, zilizo za wazi. Ukiwa na dosari kwenye uchaguzi, unatengeneza mazingira ya hatari sana ya watu mwisho wa siku kuamua tu kwa hasira, kuchukua hatua ambazo zitatupeleka pabaya sana. Kwa hiyo kelele hii ni ya faida kwa taifa. Hii ni kelele ya uponyaji, ya tahadhari. Ni kelele ya tahadhari kwamba sisi kama Watanzania ambao tunapenda taifa hili, hatutamani tufike mahali ambapo tunaona kuna dalili za sisi kufika. Kwa hivyo tunaieleza serikali wana wajibu wa kusikia hiki tunachokisema. Sio kwa faida ya Chadema, ni kwa faida ya taifa hili. Mabadiliko yatakayofanyika, na ninaamini serikali itasikiliza. Ninaamini wasiposikiliza watakuwa ni watu ambao waajabu sana. Pengine tuwatafutie classification yao ya aina ya wanadamu wa tofauti sana, kwa sababu mazingira na wakati unaonyesha kabisa kwamba lazima mabadiliko yafanyike. Tukichelewa tunajipeleka kwenye hatari kubwa sana. Na nidokeze kwa uchache kwamba siku ya mkutano wetu wa tarehe 23, pamoja na mambo mengine, tunatarajia kwenye mkutano utakaofanyika pale Mbeya mjini kuwapokea wanachama wapya, na ndilo lengo la chama chochote cha siasa, kuendelea kuwaingiza wanachama. Kwa tunatarajia kuwapokea wanachama wapya, lakini pia tunatarajia kuwapokea waliokuwa wanachama wetu zamani, sasa wanarejea tena. Sasa tutawaona hao waliokuwa wanachama wetu. Wengine walikuwa wanachama waandamizi sana. Kwa hiyo siku ya tarehe 23 pale Mbeya mjini, tutakuwa tunawapokea na watakuwa wanarejea rasmi kama wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Sasa baada ya tarehe 23 kama nilivyosema, tutakuwa na timu mbili. Timu ya kwanza itaongozwa na mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu, na timu nyingine itaongozwa na makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Heche, na tutakuwa na ziara sasa kwenye maeneo mbalimbali ndani ya mikoa ya kanda ya Nyasa, kwa maana ya Rukwa, Songwe, Mbeya, Njombe na Iringa. Na mkutano wa mwisho utawakutanisha tena viongozi wakuu, mkutano wa tarehe 29. Tunaanza tarehe 23, alafu viongozi watagawanyika. Mmoja atakwenda jimbo hili, mwingine atakwenda jimbo hili, atakwenda jimbo hili, alafu wote tutakutana Iringa mjini tarehe 29, kwa maana timu ya mwenyekiti Heche na timu ya makamu mwenyekiti Heche na timu ya mwenyekiti Mheshimiwa Lissu itakutana Iringa mjini. Hapo ni shughuli nyingine tena ya kuhitimisha ziara ya kanda ya Nyasa. Sasa baada ya tarehe 29 tutakuwa na break kwa ajili ya kupisha sikukuu za Idi ya kwanza na Idi ya pili, na baada ya hapo tarehe 4 mpaka tarehe 10 tutakuwa kanda ya kusini. Kwa kusini mjiandae, kanda ya kusini mjiandae, mikoa ya Mtwara, Ruvuma na Lindi, tarehe 4 mpaka tarehe 10. Baada ya hapo tutakwenda kanda ya kati. Kanda ya kati jiandaeni, mikoa ya Dodoma, Singida na Morogoro, tarehe 12 mpaka tarehe 13. Baada ya hapo tutakwenda kanda ya magharibi yenye mikoa ya Tabora, Katavi na Kigoma, tarehe 14 mpaka tarehe 17 tutakuwa kanda ya magharibi. Baada hapo tutakuwa na mapumziko ya Easter, tarehe 18 mpaka tarehe 21. Tarehe 22 tunaingia mzigoni tena. Tunaenda sasa kanda Victoria, ambapo tutakwenda mikoa ya Geita, Mwanza na Kagera, tarehe 22 mpaka tarehe 24. Baada ya hapo tutakwenda kanda ya Serengeti, tarehe 26 mpaka tarehe 28. Tutakwenda mikoa ya Mara,
Shinyanga na Simiyu. Hiyo ndio kanda ya Serengeti tarehe 26 mpaka tarehe 28. Baada ya hapo tutashuka kanda ya kaskazini tarehe 29 Aprili mpaka tarehe 3 Mei, mikoa ya Tanga, Kilimanjaro, Arusha na Manyara. Baada hapo tutakwenda kanda ya Pemba tarehe 4, tutakwenda mkutano Pemba, uwanja wa Tibirizi pale. Baada hapo tutakwenda Unguja tarehe 5, alafu tarehe 7 mpaka tarehe 10 tutakuwa sasa tunahitimisha mzunguko wetu wa kwanza. Mzunguko wetu wa kwanza kwenye kanda ya Pwani, kwa maana ya Dar es Salaam pamoja na Pwani. Kwa hivyo hiyo ndio ratiba yetu ya mikutano ya hadhara pamoja na shughuli zingine mbalimbali za kisiasa ambazo viongozi wakuu watazifanya tutakapokuwa katika ziara hii. Ni ziara ambayo itatupeleka nchi nzima, mikoa yote, hakuna mkoa tutaruka, mikoa yote. Hususan kimaalum tutaanzia kwenye makao makuu ya kanda zetu, alafu tunakwenda kwenye mikoa mingine ambayo ipo katika kanda husika. Na nisisitize kwenye awamu hii ya kwanza tunakusudia kuelimisha, na kauli mbiu ya msingi katika ziara hii ni bila ya mabadiliko hakuna uchaguzi. Tukimaanisha hata kama uchaguzi utafanyika Oktoba mwaka huu, basi mabadiliko ya msingi ambayo yatajibu matatizo ya uchaguzi lazima yawe yameshughulikiwa. Na ujumbe wetu huu haumaanishi kwamba sisi tutaukimbia uchaguzi. Naomba nichore mstari kwa herufi kubwa kabisa, kwa bold line, kwamba chama chetu hakitaukimbia uchaguzi, hatutaukacha uchaguzi, hatutasusia uchaguzi. Tutashiriki uchaguzi kwa sharti ambalo tumelirudia na kulisema, lazima mabadiliko ya katika mfumo wetu wa uchaguzi ni lazima yafanyike, ili tusiende tena kwenye mambo tuliyo experience, tuliyoyapitia 2019, 2020, 2024. Tusiingie tena kwenye uchafuzi ambao safari hii wa Tanzania na sisi wengine wote tuna wasiwasi kwamba yakijirudia itatupeleka pabaya, na hatutamani tufike hapo pabaya. Kwa hivyo hatutasusia uchaguzi. Wanachadema wenzangu, hatutasusia uchaguzi. Wale ambao mna nia ya kugombea ubunge, mna nia ya kugombea udiwani, ili uweze kuwa na uhakika wa wewe kushiriki uchaguzi katika mazingira ya haki na wazi na yenye kuaminika, basi tuunganishe hii nguvu ya pamoja. Tuunganishe hii nguvu ya pamoja. Tuitake serikali iweze kufanya mabadiliko kwa manufaa ya taifa hili. Kwa hiyo wenye nia ya kugombea ubunge na udiwani, nia zenu zisishuke chini. Ndio nia zenu muendelee kuzichochea. Nia zenu za kugombea endeleeni kuziimarisha, na tushirikiane sasa ili kuhakikisha tunapata mabadiliko ambayo yatatupa chaguzi ambazo zinaaminika. Kwa hivyo mikutano hii itaelimisha na itawaunganisha Watanzania ili tuimbe wimbo huu mmoja. Serikali isikie na isiwe sauti ya Chadema peke yake. Serikali isikie na ione haja ya kuwajibika. Ione haja ya kuwajibika kwamba taifa kwa kipindi hiki inahitaji mabadiliko katika mfumo wa uchaguzi. Ichukue jambo hili on a very very serious note. Yale masiara ya kuwachukulia Watanzania kama misukule na makondoo tu kwamba unaweza ukapeleka. No, serikali ni vyema kwa sauti hii kabla sauti haijawa kubwa ya maji mengi, kabla sauti haijawa kubwa ya maji mengi, basi ni vyema serikali wapate hekima japo kidogo tu ya kuona kwamba hili jambo litakapokuja linaweza kuja kwa namna ambayo hawataweza kuzuia tena kwa mikono. Kwa hivyo Mungu awajalie hekima na akili. Mheshimiwa Rais, Mungu akujalie hekima na akili njema kabisa katika kuyasikia haya ambayo tunayazungumza kwa lugha ya kiungwana sana,
kwa lugha ya watu wenye uchungu na taifa lao, kwa lugha ambayo inaeleweka kabisa. Kwa Mungu akujalie hekima na akili ili uweze kuyasikia haya, na Watanzania watayasema bila kuogopa, bila hofu, kwamba safari hii uchaguzi usifanyike mpaka mabadiliko katika mfumo wa uchaguzi yao yamefanyika. Kama uchaguzi wa Oktoba utafanyika, basi mabadiliko yao yamefanyika. Kama tunadhani muda hautatosha, Watanzania hatuna haraka yoyote. Uchaguzi usogee mbele, mama rais aendelee kuwa madarakani, mabadiliko yafanyike, ili uchaguzi utakapojitokeza basi uwe umekidhi kile ambacho Watanzania wanakitaka. Ndugu waandishi wa habari, hayo ndio ambayo tulikusudia kuyasema ili muweze kuyafikisha kwa Watanzania wenzetu. Kwa habari ya sasa, tunaanza mikutano ya hadhara, tutakuwa barabarani kwa siku kama 47 hivi, kuanzia tarehe 23 mpaka tutakapohitimisha tarehe 10 mwezi wa 5. Asanteni kwa kunisikiliza.